Hujambo ndugu mtazamaji, karibu ni kupe taarifa za habari zinazoendelea nchini Tanzania leo. Mauti ya vamia familia ya Kikwete leo. Nyumbani kwa rais mstaafu Jakaya Kikwete kumetokea kifo sasa hivi. Wanasiasa maarufu wasanii sasa wakusanyika nyumbani kwake. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu na nikuonyeshe ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Makazi ya aliyekuwa rais wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete yamejawa na majonzi makubwa leo baada ya taarifa za kifo cha ghafla ndani ya familia ya Kikwete, jambo ambalo limeshtua watu wengi nchini na kuibua simanzi na huzuni kubwa kutoka kwa viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini na wananchi wa kawaida pamoja na wasanii maarufu Tanzania. Kufariki kwa shemeji yake Bi Rehema Selemani Mwaninga, familia ya Kikwete ameweka wingu zito juu ya kaya ya Kikwete, ambapo majonzi yamechukua nafasi ya joto na utulivu usioelezeka. Hata hivyo, mke wake Salma ambaye ni mke wake Jakaya Kikwete sasa amehuzunishwa sana kwa kumpoteza nduguye, ambapo imesababisha Jakaya Kikwete pia kuhuzunika na kulia machozi ya kifo. Wale walio karibu na familia wanaeleza hali ya maombolezo ya kimya wakati ndugu na marafiki wanapokusanyika kutoa faraja na mshikamano. Sasa hivi Daktari Kikwete ambaye anaheshimika sana kwa miaka yake ya utumishi wa umma Tanzania anasemekana kuguswa na kuhuzunishwa sana na hasara hiyo, na amebaki kuwa upande wa familia yake ya mke wake katika siku zote ngumu. Aliyekuwa mke wa rais Mama Salma Kikwete pia amehuzunishwa sana na uhusiano wa karibu na marehemu dada yake. Familia imeomba maombi na kuelewa wanapopitia wakati huu mgumu pamoja wa msiba. Bi Rehema Selemani Mwaninga ambaye ni shemeji yake Jakaya Kikwete, nduguye mke wake Kikwete, amefariki dunia usiku wa kuamkia leo Jumatatu Januari tarehe 19 mwaka huu 2026 baada ya kuugua kwa muda na kumfanya alazwe katika hospitali ya taifa Muhimbili jijini Dar es Salaam. Vyanzo vya matibabu vilithibitisha kwamba alikuwa akipokea matibabu maalum kwa siku kadhaa kabla ya hali yake kuwa mbaya zaidi bila kutarajia na kufariki. Habari za kifo chake ndani ya familia ya Kikwete zilifikia familia saa za jioni na kuleta wimbi la mshtuko na huzuni ambayo ilienea haraka nje ya mzunguko wao wa karibu. Maafisa wa hospitali na jamaa wa karibu wamedokeza kuwa kila juhudi zilifanywa ili kuimarisha hali yake. Licha matibabu ya shemeji yake Kikwete bora zaidi, afya yake iliendelea kuzorota hadi akafa. Hasara hiyo imeelezwa kuwa ya ghafla na ya kuhuzunisha kwa wale waliokuwa na matumaini ya kupona kwake. Katika nyumba ya familia iliyoko Kawe, Dar es Salaam, waombolezaji wamekuwa wakifika kwa kasi tangu tangazo hilo lilipotolewa kutoa pole kwa Kikwete na mke wake. Kiwanja hicho kimekuwa kitovu cha rambirambi leo, huku watu wa tabaka mbalimbali wakija kushiriki katika huzuni ya familia. Wanajumuiya, wafanyikazi wenzake wa zamani wa Daktari Kikwete na majirani wamesimama pamoja katika kutafakari kwa utulivu, wakitoa maneno ya faraja. Kuwepo kwa wageni wengi sasa kumedhihirisha heshima na mapenzi ambayo familia ya Kikwete inaiongoza nchi nzima. Daktari Kikwete binafsi sasa amepokea wajumbe kadhaa akiwashukuru kwa msaada wao licha huzuni yake na msiba inayoonekana. Watazamaji wanaona kwamba ameguswa moyo sana na kumiminiwa kwa huruma. Mama Salma Kikwete ambaye ni mke wake amezungukwa na ndugu, jamaa na marafiki wa karibu ambao wamebaki pembeni yake tangu taarifa hizo za kusikitisha zitokee. Wale walio karibu naye wanamtaja kuwa aliumia moyoni akijitahidi kukabiliana na kufiwa na dada yake ambaye ni shemeji yake Kikwete. Wanafamilia wameeleza kuwa wawili hao hawakuwa ndugu tu, bali pia watu wa karibu ambao walisaidiana kupitia changamoto nyingi za maisha. Maumivu ya kutengana na dada yake yamekuwa magumu sana kwake mke wake Kikwete kutokana na uhusiano wao wenye nguvu wa kihisia moyo. Wageni wamehimizwa kutoa maneno ya upole na sala na rambirambi, wakitambua kina cha huzuni yake. Familia ya Kikwete inaendelea kuegemea kila mmoja kwa nguvu wakati huu wa majaribu na msiba. Viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini Tanzania pia wametembelea nyumba hiyo ya Kikwete kutoa sala na ujumbe wa matumaini. Wamewakumbusha waombolezaji umuhimu wa umoja, subira na imani katika nyakati za hasara. Viongozi wa dini pia wameongoza vipindi vifupi vya maombi wakiomba faraja kwa wafiwa na amani kwa roho ya marehemu. Wengi wamezungumza juu ya udhaifu wa maisha na thamani ya huruma wakati wa huzuni. Tafakari hizi za kiroho zimetoa kitulizo fulani kwa familia na wale waliokusanyika. Mazingira
ingawa ni mazito, pia yamebainishwa na nyakati tulivu za imani pamoja na tafakari. Viongozi kadhaa wa kitaifa pia wamefanya ziara za rambirambi, wakionyesha heshima kubwa alionayo Daktari Jakaya Kikwete na familia yake ya mke wake. Wanasiasa kutoka vyama tofauti, wasanii, maafisa wakuu wa serikali na wanadiplomasia wamekuwa miongoni mwa waliofika kueleza masikitiko yao kwa msiba. Uwepo wao umeangazia umoja ambao mara nyingi hujitokeza wakati wa majonzi ya kitaifa. Hata hivyo, kila mgeni amekubali uchungu wa familia na kutoa maombi ya nguvu kwa familia ya Kikwete. Daktari Kikwete ameelezwa kuwa ametungwa, lakini akionekana kuwa na hisia kali na maumivu anapopokea ujumbe huo. Wengi wameona unyenyekevu na neema ambayo amekabiliana nayo janga hili la kibinafsi. Wawakilishi wa familia wameshiriki kuwa Bi Rehema ambaye ameweza kuaga duniani, ambaye ni shemeji ya Kikwete, alikuwa mtu mwema na mwenye huruma ambaye alipendwa sana na watu waliokuwa karibu yake. Wamezungumza juu ya ukarimu wake, kujitolea kwake kwa familia na utu wake mchangamfu. Kuaga kwake kumeacha pengo dhahiri, haswa miongoni mwa jamaa ambao walitegemea mwongozo na utunzaji wake. Hadithi kuhusu maisha na tabia yake zimeshirikiwa miongoni mwa waombolezaji na hivyo kuweka kumbukumbu yake hai. Kumbukumbu hizi zimeleta machozi na tabasamu, zikimkumbusha kila mtu jinsi alivyoathiriwa ama alivyoathiri wengine. Familia imetoa shukrani kwa msaada wanaoendelea kupokea na rambirambi na pole. Huzuni alionayo Daktari Jakaya Mrisho Kikwete inasemekana ni kubwa, kwani amekuwa akithamini sana familia na hata familia ya mke wake na uhusiano wa karibu. Marafiki pia wamefichua kuwa amechukua muda kutafakari kimya kimya, akikumbuka nyakati alizoshiriki na shemeji yake aliyoaga. Huzuni yake imekuwa dhahiri, hata hivyo amebaki imara kwa ajili ya mke wake na familia kubwa. Wale walio karibu naye wanasema amekuwa akitoa maneno ya kutia moyo kwa wengine, hata yeye mwenyewe anaomboleza. Hata hivyo, maandalizi ya mazishi yamekuwa yakiendelea, huku familia ikishirikiana kwa karibu na viongozi wa dini na mamlaka za mitaa. Mazishi yamepangwa kufanyika Jumatano Januari tarehe 21 mwaka 2026. Ibada ya kuaga mwili wa marehemu itafanyika mara baada ya swala ya dhuhuri leo, kabla ya mwili wa marehemu kuagwa katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Familia imewaalika wale wanaotaka kutoa heshima zao kuhudhuria ibada ya mwisho ya mazishi. Waandalizi wamesisitiza umuhimu wa kudumisha utulivu na heshima wakati wa sherehe hiyo ya mazishi. Tukio hilo linatarajiwa kuteka idadi kubwa ya waombolezaji, wanasiasa pamoja na wasanii na watu wengine maarufu Tanzania. Jamii inayozunguka Kawe pia imeonyesha mshikamano wa ajabu, na majirani wakitoa msaada wa vifaa na faraja. Wengine wamesaidia kupanga na wengine wamekuja tu kuketi na kusikiliza na kutoa pole. Mwitikio huu wa pamoja umeakisi hisia kali ya umoja ambayo inafafanua jumuiya nyingi za Kitanzania. Hata watu wasiowajua wamesimama karibu na kutoa sala na maneno ya kutia moyo. Uwepo wao umeikumbusha familia hiyo kwamba hawako peke yao katika msiba huo, katika huzuni yao. Ishara kama hizo zimethaminiwa sana. Jumbe za rambirambi zimemiminika kupitia mitandao ya kijamii na chaneli rasmi kutoka kote nchini Tanzania na kwingineko. Watanzania wengi sasa wameonyesha huruma na kuiombea familia hiyo ya Jakaya Kikwete kwa nguvu. Mtazamaji, ni hayo tu, ningependa kukuachia uwanja huu wa comment section unijuze maoni yako. Vile letu kama Simulizi Media ni kutuma pole zetu kwa familia ya Kikwete na Kikwete binafsi na mke wake Salma. Vile tukitamatisha habari hizi na kuomba like video hii kisha subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.